Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na pia ndugu msikilizaji, napenda kuchukua nafasi hii ya kukukaribisha kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Na siku ya leo, mtu wa Mungu, tunaanza rasmi kuombea maombi yetu ya mwezi wa pili. Na mwezi wetu wa pili, mtu wa Mungu, tumesema ni mwezi wa maombi ya kufuta kila maneno ya laana yanayonishikilia na kunifuatilia ili nisimiliki na kutawala. Mtu wa Mungu unayenisikiliza na unayetufuatilia, mwezi wetu wa pili ni mwezi wa maombi ya kufuta kila maneno ya laana yanayotushikilia na kutufuatilia ili tusimiliki na kutawala. Na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tunasimama na neno linalotoka kwenye Isaya 8 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Semeni neno, lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Mtu wa Mungu, neno ambalo tunatembea nalo ndani ya mwezi wetu wa pili, neno linatoka kwenye Isaya 8 mstari wa 10. Linasema fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yeyote atakayefanya shauri la ubaya kwenye maisha yako, litabatilika hilo shauri kwa jina la Yesu. Au yeyote aliyewahi kufanya shauri la ubaya kwenye maisha yako, leo ndani ya mwezi huu wa pili tunaenda kuyabatilisha hayo mashauri kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema semeni neno, lakini halitasimama. Maana yake nini? Mtu yeyote, mtu wa Mungu, aliyekusemea maneno ya laana, maneno ya ubaya, maneno ya mauti ili kukuzuru maisha yako, ushindwe kumiliki na kutawala, mtu wa Mungu, hilo neno halitasimama. Ndio maana tunaenda kuomba ndani ya mwezi wa pili kuhakikisha tunafuta hayo maneno yote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini tutashinda, mtu wa Mungu, ndani ya mwezi wa pili? Neno la Mungu linasema kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwa hiyo sisi tuko pamoja na Mungu, tunayo imani na tunao uhakika ili neno litathibitika ndani ya maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ninakuomba, mtu wa Mungu, karibisha watu wako wa karibu, karibisha rafiki zako na ndugu zako, waambie maombi yetu ya mwezi wa pili yameanza. Njoo tuombe kwa pamoja, mtu wa Mungu, tuhakikishe tufute maneno yote mabaya, maneno ya laana, maneno ya matukano, maneno maovu tuliowahi kutamkiwa au tunayotamkiwa na watu tusioyajua kwenye maisha yetu, ili tuyafute. Mtu wa Mungu, nitakupeleka kwenye neno la Mungu, utanielewa. Haya maneno ya kibaki, maisha yako yanavurugika. Wengine maisha yao yamevurugika kwa sababu ya haya maneno. Ndio maana Isaya aliyaona, mtu wa Mungu, na akasema fanyeni shauri. Aliwaona watu wakifanya mashauri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kimoja alichokisema, hayo maneno hayatasimama, yatabatilika. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba mwema, Mungu mwaminifu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Tunasema asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo ambayo umetupa neema ya kusogea tena kwenye madhabahu yako. Basi Mungu wangu, tunajiweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba utusaidie usiku wa leo na ukatufundishe neno lako, neno la wakati, neno la wokovu, neno litakalotusaidia na kutuinua kutoka kwenye vifungo vyote vya nguvu za giza na kutuweka juu mahali ambapo upo, Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mpendwa wa Mungu unayenisikiliza, kwa wewe ambaye unaandika, naomba uandike kichwa chetu cha somo cha usiku wa leo. Kinasema hivi: maombi ya kufuta kila maneno ya laana yaliyotamkwa kwenye maisha yako ili kukuzuia usimiliki na kutawala. Andika kwa unayeandika, maombi ya kufuta kila maneno ya laana
yaliyotamkwa kwenye maisha yako ili kukuzuia usimiliki na kutawala. Mtu wa Mungu, tunapozungumzia maneno ya laana, haya ni maneno yaliyo kinyume na maneno ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya laana, mtu wa Mungu, ni maneno mabaya ambayo mtu anatamkiwa, ni maneno ya mazuio, ni maneno yanayomhukumu mtu na kumuingiza kwenye vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kwenye neno taratibu, mtu wa Mungu, utanielewa zaidi. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 31 mstari wa 29. Mwanzo 31 mstari wa 29. Ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujiadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hii Mwanzo 31 mstari wa 29, neno la Mungu linasema hivi: ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujiadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona ili ni neno ambalo Laban anamwambia Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anamwambia Yakobo neno ambalo yeye Labani alitaka kumfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Laban anamwelezea Yakobo ya kwamba mimi ninao uwezo kwenye mkono wangu, na uwezo huo nilipanga kukutamkia au kukufanyia madhara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, sikufanyia hayo madhara kwa sababu moja tu, Mungu wa baba yako amenitokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akisema ujiazari, usimwambie Yakobo. Maana yake nini? Madhara ambayo Labani alipanga kumfanyia Yakobo yalikuwa kwenye maneno. Uwezo uliokuwa mkononi mwake wa kumzuru Yakobo ulikuwa kwenye maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu aliona moyo wa Laban ya kwamba amekusudia neno baya, amekusudia kumtenda madhara. Kwa hiyo hayo madhara yatakayompata Yakobo yanaanzia kwenye maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna maneno ambayo Labani alipanga kuyatamka. Alipanga kutamka maneno kinyume cha baraka, alipanga kumtamkia laana. Ndio maana Mungu kasema ujiadhari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu asimtokee akamwambia hivi, ujiadhari, usiende kumzuru, usiende kumpiga, usiende kumuumiza? Lakini alimuonya kwa habari ya maneno. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Madhara yanayokupata kwenye maisha yako, madhara yaliyopo kwenye mikono yako ni matokeo ya maneno yaliyonenwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni matokeo ya maneno yaliyonenwa na watu wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Laban anasema kwa ujasiri, ninao uwezo mkononi mwangu. Sio uwezo wa kukuua, sio uwezo wa kukufanyia chochote. Nilipanga nikufanyie mabaya, lakini Mungu wa baba yako akanitokea, akanionya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikusomee, mtu wa Mungu, neno hili kwenye Biblia Habari Njema. Dada Krista, naomba unisomee Mwanzo 31:29, Biblia ya Habari Njema. Nina uwezo wa kukudhuru, lakini Mungu wa baba yako alinitokea usiku wa kuamkia leo, akanitahadharisha akisema, jihadhari, usimwambie Yakobo neno lolote lile, jema au baya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona maneno haya ambayo Labani anaongea na Yakobo. Anamwambia hivi, nina uwezo wa kukudhuru, lakini Mungu wa baba yako alinitokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona Mungu anamtokea mtu kwenda kumuonya kwa habari ya maneno. Maneno aliyoyapanga kumzuru mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema nina uwezo wa kukudhuru, lakini Mungu wa baba yako alinitokea usiku wa kuamkia leo, akanitahadharisha akisema, jihadhari, usimwambie Yakobo neno lolote lile, jema au baya. Mtu wa Mungu, leo tunaenda kufuta maneno ya laana, maneno tuliyotamkiwa na watu wabaya kwenye maisha yetu.
maneno yaliyosababisha madhara, maneno yaliyosababisha mauti, maneno yaliyosababisha tabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu waliotamka hayo maneno wanao uwezo kwenye mikono yao. Ndio maana maneno yote yamekupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu, utanielewa sana. Dada Krista, naomba nisomee Mathayo 21 mstari wa 18 hadi wa 20. Mathayo 21 mstari wa 18 hadi wa 20. Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia. Akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu, wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, Mathayo 21:18 hadi 20 anasema, hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaona mtini mmoja kando ya njia. Akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ni mti, mtu wa Mungu tunauzungumzia. Yesu amesogea kwenye ule mti, anataka tunda. Neno la Mungu linasema alipofika akuona tini. Kwa hiyo Yesu akatamka neno kwenye ule mti, akauambia, tangu leo mtu asione kitu kwenye huu mtini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Ule muda, lile neno lililofika kwenye ule mti, ulilaaniwa kuanzia muda ule hadi milele. Maana yake nini? Vipindi vyote vinavyoenda, ule mti haupati mabadiliko. Hilo ni neno lililotamkwa na mtu mmoja aliyeusogelea ule mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linasema hivi, tangu saa ile ule mtini ulinyauka mara. Mtu wa Mungu, nimekwambia mwezi huu tunaenda kufuta maneno ya laana ambayo watu wametutamkia kwenye maisha yetu, na hayo maneno yameleta madhara. Hadi leo hatuwezi kumiliki na kutawala kabisa. Unaona Yesu anaulaani mti, unaona mti unapokea laana. Manake nini? Kuna watu leo unanisikiliza, ardhi yako imelaaniwa, ya kwamba tangu leo hii ardhi haitamzalia Krista hata milele. Kwa hiyo muda wote Krista anahangaika kwenye ardhi, apati kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini ile laana imeingia? Maneno. Kuna mtu anao uwezo kwenye mikono yake, katamka madhara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, mtini ukanyauka mara. Na wanafunzi wake waliona, walishuhudia lile jambo ambalo lilitokea. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linatufundisha nini? Kuna watu laana zimetamkwa kwenye mifugo, neno lilitoka ukalipuuzia. Kuna watu laana zimetamka upande wa masomo, ya kwamba hii familia hakuna mtu atakayemaliza shule. Kuna watu laana zimetamkwa kwenye ndoa, ya kwamba hamtakaa kuolewa, au mkiolewa mnaachika, au mkiolewa tu mauti zinaingia, zinakula baba, zinakula mama, zinakula uzao, unateseka. Nini kimetokea? Kumbe kuna mtu mmoja alisimama akatamka neno, akasema tangu leo hata milele. Manake nini? Muda umelaaniwa. Manake nini? Ardhi ya pale imelaaniwa. Manake nini? Neno la nguvu ambalo ni kinyume na baraka limetokea. Mtu wa Mungu, jiulize, kama Yesu alikuwa na nguvu ya kutamka kwenye mti, mti ukajibu lile neno, mti ukapokea laana pale pale, ukaonyesha dalili. Sasa jiulize, kama angeutamkia baraka, nini kingetokea? Manake tangu saa ile ule mti ungejawa matini. Amen. Ule mti ungetoa matunda. Amen. Mtu wa Mungu, unajiuliza, kwa nini biashara yako haizai neno la laana? Kuna mtu alikuja mbaya kwenye duka lako,
Kuna mtu alikuja mbaya kwenye mradi wako. Kuna mtu alikuja mbaya kwenye biashara yako, akatamka neno, akasema tangu leo mahali hapa hakutakuwa na wateja. Na lile neno tangu saa ile majibu yametokea. Unahangaika na wateja, unahangaika na wateja, unaweka bidhaa nzuri, unaweka mali nyingi, lakini hakuna kinachozaliwa. Unasema nijipe moyo, labda baada ya miaka kadhaa kitatokea. Wamesema nitie bidii, nisichoke mapema. Mtu wa Mungu, sio bidii, kuna neno la kifungo. Nimekwambia laana ni maneno ya mazuio, maneno yaliyo kinyume na baraka, maneno ya mauti, maneno yanayokwamisha vitu, maneno mabaya sana. Neno la Mungu linasema pale pale ule mtini haukuzaa. Dada Krista, naomba nitafutie andiko hili kwenye Biblia Habari Njema. Kuna kitu nataka niwaonyeshe watu. Mathayo 21 mstari wa 18 mpaka wa 20, Biblia ya Habari Njema. Yesu alipokuwa anarudi mjini asubuhi na mapema, aliona njaa. Akauona mtini mmoja kando ya njia, akauendea. Lakini aliukuta hauna chochote ila majani matupu. Basi akauambia, usizae tena matunda milele. Papo hapo huo mtini ukanyauka. Wanafunzi walipouona walishangaa wakisema, kwa nini mtini huu umenyauka ghafla? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja mtu wa Mungu nikueleze jambo. Yesu alipokuwa anarudi mjini asubuhi na mapema, aliona njaa. Tunaonyeshwa majira yalikuwa ni ya asubuhi na mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akauona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, lakini alikuta hauna chochote ila majani matupu. Basi akauambia, usizae tena matunda milele. Angalia neno ambalo mtu wa Mungu limetamkwa. Papo hapo huo mtini ukanyauka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Asubuhi watu wameamka tayari, wanakuangalia njia unayotokea. Asubuhi, mtu wa Mungu, mapema, mwanzoni kabisa mwa mwaka, mwezi wa pili, mtu wa Mungu, watu wamesimama kwenye barabara zako. Watu wamesimama kwenye malango yako. Watu wameamkia familia yako. Wanafanya nini? Wanatamka maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, akauona mtini mmoja kando ya njia. Maana yake nini? Mtini ulikuwepo njiani. Haukuwa muda wa tini, mtu wa Mungu, lakini Yesu alitaka kitu. Mtu wa Mungu, huyu tunayemwangalia ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maana yake nini, mtu wa Mungu? Wapo watu wabaya leo, wapo waganga, mtu wa Mungu, unao ndugu wenye ubaya. Mapema, mtu wa Mungu, wanakuja kwenye mji wako. Wanapofika wanakuta mji umeshamili, wanaona dalili ya mafanikio, wameona ndoa inaanza kustawi, wanaona afya imekuja, unapendeza, lakini wanaona nini? Wanaona wivu. Wanasema tangu leo usizae hata milele. Wanafunzi wanasema hivi, papo hapo mtini ukanyauka. Maana yake nini? Lile neno lilipotoka likaingia kwenye ulimwengu wa roho, likaanza kufanya lilichoamrishwa. Mtu wa Mungu, wapo watu wanao uwezo, wakisema neno linakupata. Wakitamka mabalaa yanakupata. Wakitamka mikosi inakupata. Wakitamka matatizo yanakupata. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema hivi, wanafunzi walipouona walishangaa, wakisema, kwa nini huu mtini umenyauka ghafla? Mtu wa Mungu, ulikuwa na maisha mazuri. Mtu wa Mungu, ulikuwa na kazi nzuri, lakini kuna watu walipokuangalia walitamka neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walitamka neno, mambo yamebadilika. Hadi watu wako wa karibu wanaokupenda wanashangaa. Ghafla huyu mtu alikuwa anapandishwa cheo, jamani. Huwezi amini, leo hana kazi. Huyu mtu alikuwa mzima, jamani, leo hii amepata ajali, yuko mahututi. Huyu mtu alikuwa sawa, alisema anasikia maumivu kwenye moyo kidogo, leo hii yupo ICU. Huyu mtu, jamani, alikuwa anaolewa, walikuja wageni nyumbani, ghafla, mtu wa Mungu, wageni wametuma maneno tena,
tafadhali tunaomba ya kwamba mambo yasiendelee. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Nani aliyetamka maneno? Neno la Mungu linasema ya kwamba mtini ule haukunyauka tu kwa sababu ulitaka. Mtini haukunyauka tu kwa sababu ulisema ni nyauke. Mtu wa Mungu, kuna neno nyuma ya ule mnyauko. Amen. Mtu wa Mungu, kuna neno la laana nyuma ya ule mtini. Neno la Mungu linasema papo hapo. Mtu wa Mungu, ukiwa unazaliwa tu, ujui nyuma mama yako alitamkiwa maneno ya kwamba huyu atakapozaliwa tu ubaya huu utamuingia, mikosi itamuingia, matatizo haya yatamuingia. Kuna mtu anasema nina roho ya kukataliwa mimi tangu nikiwa mdogo. Yani wewe tukikwambia tuambie habari zako za zamani ni habari mbaya. Nani ameziingiza? Neno la Mungu linasema, Labani anamwambia Yakobo, ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini una bahati wewe. Mungu wa baba yako amenitokea. Manake nini, mtu wa Mungu? Mungu akusubiri lile neno litamkwe, aseme wacha litamkwe halafu nitapigana nalo. Hapana. Mungu anajua uwezo wa maneno. Neno la Mungu linasema hivi, Mungu alikaa mbinguni, Mungu akatamka neno ikawa. Amen. Alisema na iwe mbingu, ikawa mbingu, na iwe nchi, ikawa nchi. Akasema na wawe samaki, wakawa. Bwana Yesu asifiwe. Manake nini? Mungu anajua uwezo wa maneno. Mungu anajua nguvu ya maneno. Kwa hiyo Mungu akasema siwezi kumsubiria Labani atamke neno. Nimeona madhara, nimeona moyo wake ulivyo mbaya. Mungu akatoka akamwambia Labani, nimeona moyo wako. Sasa naomba ujiadhari. Manake nini? Nakuonya. Kwa sababu umejawa na ubaya, hata baraka yako sitaki. Sasa hakuna kutamka baraka wala laana. Manake nini? Umetangaza vita na mimi Mungu. Mtu wa Mungu, muda huo Mungu anamtokea Labani, anamuonya Yakobo. Hana habari. Hana habari. Kuna mtu ana uchungu juu ya maisha yake. Kuna mtu amebeba kisasi juu ya maisha yake. Kuna mtu anamuonea wivu. Mtu wa Mungu, Mungu ameona tu ni vyema akubariki. Mungu ameona ni vyema akupe mali. Mungu ameona ni vyema akupe hiyo miradi. Mungu ameona vyema akupe akili nzuri. Mungu ameona ni vyema akupe wazazi wema. Mungu ameona ni vyema akuletee vitu vizuri. Asubuhi tu, mtu wa Mungu, ukiwa unatembea kwenye barabara yako, unakutana na waganga. Wanakuangalia, wanaona nyota yako inang'aa, wanaizima, wanaiiba. Tangu saa ile umejikwaa. Tangu ulipojikwaa umepata kidonda. Kile kidonda hakiponi, ni matatizo juu ya matatizo. Nini kimetokea? Kuna neno la laana lililotamkwa. Mtu wa Mungu, haya ni maneno ya mazuio. Mtu wa Mungu, haya ni maneno yenye mikosi. Mtu wa Mungu, haya ni maneno yaliyojaa nuksi. Mtu wa Mungu, haya ni maneno ya ubaya na yamekunata, yanakufuatilia. Neno la Mungu linasema hivi, usizae matunda milele. Hebu jiulize, mtu wa Mungu, kama ule mti ulikuwa tuseme na miaka 7 au na miaka 12 na unasema usizae matunda milele, labda ule mti unaishi mpaka na miaka 60, manake ule mti unanyauka miaka mingapi? Nyauko manake nini? Hakuna furaha tena. Nyauko manake nini? Hakuna chemchem tena. Nyauko manake nini? Hakuna kazi tena. Nyauko manake nini? Hakuna wageni tena. Hakuna vigeregere. Hakuna sauti za bwana harusi wala bibi harusi. Hakuna amani, mtu wa Mungu. Hakuna kufanya jambo ukamaliza, mtu wa Mungu. Kila unapofungua biashara, duka linaonekana limestawi, ghafla linanyauka. Mtu wa Mungu, kuna maneno nyuma yayo. Ndio maana Mungu akaniambia, mwezi huu ni mwezi wa pili. Huu ni mwaka wenu wa kumiliki na kutawala. Sasa futeni maneno mapema. Amen. Yeyote aliyetamkiwa maneno ya mikosi, futa. Amen. Yeyote aliyetamkiwa maneno ya ukiwa, futa. Amen. Yeyote aliyetamkiwa maneno ya utupu, futa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini tunafuta, mtu wa Mungu? Ili tumiliki na kutawala. Amen. Ngoja niende mbele kidogo. Dada Krista, naomba nisomee Hesabu 22 mstari wa 1 mpaka wa 7. Hesabu 22 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambalale za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori.
Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe alambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Behori hata Pethori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusii, unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda, wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Nataka nikupitishe kwenye hili neno vizuri sana ili uweze kunielewa. Uone namna ambavyo mtu wa Mungu, watu wenye chuki mioyoni mwao wanavyoweza kukutamkia maneno kwenye maisha yako na ukapotea. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Hesabu 22 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambalale za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatenda Waamori. Kwa hiyo hawa wana wa Israeli walipofika mahali pale, kuna mtu anaitwa Balaki aliwaona wana wa Israeli wamefika karibu. Lakini Balaki amesikia habari ya wana wa Israeli, namna ambavyo wamewatendea mabaya maadui zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, Moabu akawaogopa hao watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo unamwona Balaki mfalme wa Moabu anaogopa, anafadhaika. Kwa sababu gani? Mtu wa Mungu anapoangalia wana wa Israeli anawaona wengi, anawaona wana nguvu, anawaona wana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna jambo ambalo Moabu anapanga kulifanya kwa wana wa Israeli. Neno la Mungu linasema hivi, Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe arambavyo majani na mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamwona Balaki anaanza kupanga mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaogopa, anawafuata wazee. Anawaogopa kwa nini? Amewachungulia, amewaona wengi, amewaona wana nguvu, anaona wana uwezo wa kutawala. Kwa hiyo nini? Moabu anawaza, hawa watu watanitawala, hawa watu watapata vitu vingi kuliko mimi, kuna jambo nataka kuwatendea. Naomba niende moja kwa moja kwenye mstari wa 6. Angalia neno la Mungu linasema hivi, basi njoo wewe na kusii, unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlaanie hulaaniwa. Mtu wa Mungu, kwa nini nimekusomea mstari wa 6? Ukisoma kwenye mstari wa 5, unamuona Balaki anaongea na wazee, anamtafuta mtu anaitwa Balaamu. Neno la Mungu linasema Balaamu ana uwezo, akitamka neno linakuwa, akitamka baraka, baraka inakuwa, na akitamka laana, laana inakuwa. Lakini huyu Balaki anaenda na ombi moja tu, anaenda kuomba wana wa Israeli walaaniwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, naomba soma na mimi mstari wa 6. Dada Krista, naomba usome Hesabu 22 mstari wa 6. Basi njoo wewe na kusii, unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Hapo dada Krista. Kwa hiyo unaona mtu wa Mungu anaitwa Balaamu, anaambiwa njoo unilaanie watu hawa. Mtu wa Mungu, wana wa Israeli hawana habari, wenyewe wanaongezeka, maana Mungu amewabariki.
Wenyewe wanaongezeka maana wamepewa kuzaa sana. Wenyewe wana nguvu kwa sababu Mungu amewapa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, leo hii unalaaniwa kwa sababu unaongezeka. Leo hii unalaaniwa kwa sababu kila unachokifanya kinaonekana kinazaa mengi, kina matunda mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo anamwambia njoo nilaaniwe watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini ile laana inahitajika? Kwa sababu watakapolaaniwa watatoka kwenye nchi, kwa sababu watakapolaaniwa watatoka kwenye nafasi, kwa sababu watakapolaaniwa watatoka, mtu wa Mungu, wataanza kuwa wachache, wataanza kugombana, hawatatia bidii kwenye mambo yao. Mtu wa Mungu, unafanya kazi nzuri kwenye maisha yako, una kazi nzuri kwenye mji wako, lakini ghafla hautaki kazi, haujui hiyo tamaa imetokea wapi. Mtu wa Mungu, kuna laana. Kuna mtu ofisini amekuangalia, ameona una nguvu kuliko yeye, ameona una kibali kuliko yeye, ameona una nyota kuliko yeye, ameona una ujuzi kuliko yeye. Kwa hiyo alichokifanya, ameenda kwa Balaamu, ameenda kwa mganga, ameenda kwa mtu mwenye nguvu, ameenda kwa kibabu huko, ameenda kwa wapiga manyanga na wabeba irizi, amewambia nilaanie huyu mtu, kwa sababu akikaa hapa ana nguvu, ataenea. Naona kila bosi akija anamtaja yeye jina, safari zote anachukua yeye, naona yeye ndo kila siku anapewa vitu vizuri, nilaanie huyu mtu. Mganga anamwambia hamna shida. Kwa hiyo akilaaniwa huyu mtu ataondoka, tena yeye mwenyewe ndo ataondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ghafla mtu wa Mungu unasema sitaki kazi, ghafla mtu wa Mungu unasema nafunga biashara, ghafla mtu wa Mungu unasema sitaki, ndo anaondoka. Ghafla mtu wa Mungu unaanza kufanya mambo ya ajabu. Yametokea wapi? Wakati mtu wa Mungu, ndani ya huu mwaka unayo malengo, unatakiwa kumiliki na kutawala, lakini ghafla hutaki kuanza ujenzi, na ulienda kununua kiwanja, uliandika mipango yako ya kwamba 2026 kila pato nitakalolipata naeka tofali, lakini sasa hivi kila pato unalolipata unaenda outing. Nini kimetokea? Kuna neno limetamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unamuona Balaki anaenda kwa wazee. Wazee wanatumwa, mtu wa Mungu, wanapewa na ujira wa uganga wao. Mtu wa Mungu, kuna watu wamelipwa, na huyu anayefuatwa anaambiwa najua unao uwezo, ukitamka, ukilaani, laana inatokea. Mtu wa Mungu, nimekusomea juu. Labani anasema ninao uwezo mkononi mwangu wa kutamka madhara, na madhara yakatokea. Mtu wa Mungu, nimekuonyesha. Yesu anauambia mtini ya kwamba tangu leo hata milele usizae. Unaona nyauko linatokea pale pale. Mtu wa Mungu, hilo badiliko ghafla lililotokea kwenye maisha yako limetoka wapi? Laana. Yametamkwa maneno ya mazuio, yametamkwa maneno ya kukustopisha, yametamkwa maneno ya viburi, yametamkwa maneno ya jazba, umepuliziwa maneno ya ugomvi. Yupo mwenye nguvu, mtu wa Mungu, yupo mtu ambaye akitamka neno linakuwa. Mtu wa Mungu, unamuona Balaki, wanaenda kwa Balaamu, na Balaamu anaambiwa anachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikupeleke mbele kidogo. Dada Krista, naomba nisomee Hesabu 22 mstari wa 11 mpaka wa 12. Hesabu 22 mstari wa 11 mpaka wa 12. Tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ngoja nikusomee hii Hesabu 22:11. Neno la Mungu linasema hivi: tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaufunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Balaamu anapewa ujumbe, anaambiwa kuna watu wana nguvu, nami nataka kuwafukuza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, lengo la laana ni kukufukuza. Lengo la laana ni kukutoa
kukutoa nje ya mipaka. Lengo la laana ni kukunyong'onyeza. Lengo la laana ni kutaka wewe upigwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona mapigo mengi kwenye maisha yako, itafute laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona ghafla unafukuzwa kila mahali, tafuta laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, watu wanaenda kwa waganga, wanafunga safari, wanaambiwa, tumeambiwa kuna mganga ana nguvu huko kwenye miji ya Sumbawanga, labda kuna mganga huko Tanga, kuna mganga yuko mbali huko Bagamoyo, ana uwezo, akitamka neno linakuwa. Mtu wa Mungu wanalipa ujira, wanajikoki, wanaenda kwa ajili ya nini? Kwa ajili yako, kukutamkia laana. Mtu wa Mungu, kwa nini unyanyuki kwenye ufukara uliopo? Uangalie vizuri, kuna neno nyuma ya huo ufukara. Amen. Watu walitamka laana kwenye familia yenu, ya kwamba hatonyanyuka mtu tajiri, ya kwamba hatotokea mtu mwenye uwezo. Ndio maana hela unayoipata, mtu wa Mungu, ukijitahidi ni 1,000. Ukijitahidi sana, ukiweka ni 10,000. Ikifika tu janga linatokea, ile hela inatumika. Nini kimetokea? Yametamkwa maneno, usizae hata milele. Ndio maana unasema maisha yangu yanajirudia vile vile. Unaishi kama kwenye duara, mtu wa Mungu, linalozunguka. Kila ukijaribu kwenda mbele, unarudi pale pale. Kuna mtu alinitafuta, mtu wa Mungu, akawa ananiambia, Melebi, niombee. Mimi kila nikipiga hatua 12 mbele, narudi nyuma hatua 5. Yani narudi kila siku, naanza na 1. Kuna muda nashukuru, nasema nashangilia, nimefika, nimeweza. Anasema kufumba na kufumbua, kila kitu kimeharibika. Nini kinachokutesa, mtu wa Mungu? Laana. Kuna neno limetamkwa na mtu mwenye nguvu. Kuna maneno yametamkwa na waganga wa kienyeji. Kuna maneno yametamkwa na watu wenye uwezo. Kuna watu wana wivu na chuki ya maendeleo kwenye maisha yako. Wana wivu wa uchungu, wakikuangalia wanatamka awe mtupu tu, awe na ukiwa tu, awe na matatizo tu, apate magonjwa tu. Kuna watu mnaumwa leo, hayo magonjwa sio ya kawaida. Umeenda hospitali na kupima, akionekani kitu, unatumia gharama na gharama. Nini kimetokea? Maneno ya laana. Angalia Yesu, angalia neno la Mungu linasema, Mungu alipoona anamtokea Balaamu, anamwambia, Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nilikuonyesha juu Mungu alichomwambia Laban. Aliwahi, mtu wa Mungu. Mungu anajua nguvu iliyopo kwenye maneno. Maneno yanaumba. Sasa kuna watu wamelaaniwa na watu, lakini pia kuna watu wamejilaani wenyewe. Wewe kila siku ukitamka, mimi ni wa mikosi, mimi siwezi kuzaa, mimi siwezi kwenda mbele, mimi siwezi kufanikiwa, mimi Mungu anipendi, hata nikiomba Mungu anisikilizi. Nani kakwambia, mtu wa Mungu? Mungu anawahi, anafata kwa Balaamu, anamwambia usitamke hayo maneno, usitamke. Kwa nini anamkataza? Kwa sababu anajua akitamka tu, saa ile ile, papo hapo, lile neno linakuwa. Hata kama ulioni muda huo, mtu wa Mungu, kwenye ulimwengu wa roho wameliandika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikupeleke mbele, mtu wa Mungu, tukaombe. Dada Krista, naomba nisomee Hesabu 23 mstari wa 1 mpaka wa 7. Hesabu 23 mstari wa 1 mpaka wa 7. Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalonionyesha nitakwambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaamu, naye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, umrudie Balaki ukaseme maneno haya,
Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga mithali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishtumie Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hii Hesabu 23 mstari wa 1 mpaka wa 7, unaona kuna vitu anaanza kuvifanya ili laana itoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu inasema hivi, Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona madhabahu inatengenezwa ili laana itoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, laana uliotamkiwa mtu wa Mungu imetoka kwenye madhabahu. Kuna watu ili wakulaani, ili wakufukuze mahali ulipo, ili mabaya ya kukute, wameenda kutafuta madhabahu, wameenda kutengeneza madhabahu. Ona mtu wa Mungu, ng'ombe hawa wote wanatolewa ili Israeli walaaniwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu akatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unaona watu wako serious, wanataka kukulaani, wanataka kuona unafukuzwa, wanataka kuona unateseka, wanataka kuona unapigwa. Mtu wa Mungu, Balaki yuko busy, anataka kuwafukuza wana wa Israeli, anawatengenezea madhabahu. Lakini wana wa Israeli, mtu wa Mungu, hawana habari. Wanaendelea kwenda kazini kila asubuhi, wanaendelea kulima mashamba yao, wanaendelea kupanda mbegu kwenye mashamba yao, wanajua watavuna tu. Mtu wa Mungu, kumbe kuna mtu yuko bize, anaweka kafara kwenye madhabahu, anachinja ng'ombe kwenye madhabahu, anatoa kafara za kuku kwenye madhabahu. Ili ufanye nini? Upate hasara, ili mtu wa Mungu ufilisike, ili mtu wa Mungu uwe na harufu mbaya, watu wakukatae, ili ufanye nini? Ukose kibali. Mtu wa Mungu, wako bize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalonionyesha nitakuambia. Akaenda hata mahali peupe juu ya kilima. Mungu akakutana na Balaamu, naye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Mtu wa Mungu, unamwona Mungu awaachi waimalize madhabahu. Unamwona Mungu anawaangalia, anawafuatilia. Anasema kuna watu nimewabariki, lakini nawaona wachawi wanakazana na kuwaroga. Unaona wale, mtu wa Mungu, wale wazee walibeba sadaka zao za uganga, wamefunga safari. Mtu wa Mungu, unamwona mfalme yuko bize, mtu wa Mungu, anasimama kwenye madhabahu zake kwenye sadaka ili wewe uumizwe. Lakini unamwona Mungu atulii. Mtu wa Mungu anahangaika na hawa wana wa Israeli, anasema nimewabariki, nimewatoa mbali, nimewapigania. Kabla hawajazaliwa nilipewa tumbo lao la uzazi, kabla vitovu vyao havijakatwa mimi Mungu nilikuwepo, mimi Mungu nawajua, nimewapigania. Mtu wa Mungu, unamwona Mungu anahangaika nayo, laana isitoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unaona huyu Balaki anamfuata Balaamu, anamwambia ninajua unao uwezo, ukimlaani mtu analaaniwa, ukitoa baraka mtu anabarikiwa. Mtu wa Mungu, uwezo huu ulionekana kwa Yesu. Sasa Yesu ni mwana wa Mungu, uliona aliulaani mtini ukalaaniwa. Manake nini? Angeubariki mtini ungebarikiwa. Na mtu wa Mungu, hapa unamwona Balaamu ni mwanadamu kama sisi, lakini ana uwezo, akilaani laana inatokea. Hadi wafalme wanajua kuna mtu akisema kitu, hicho kitu kinakuwa. Watu wanalipa ujira, watu wanalipa ng'ombe, watu wanatoa kafara, watu hawalali usingizi, watu wanahangaika kwa ajili ya nini? Ya maisha yako yaharibike. Na mtu wa Mungu, leo hii maisha yako yameharibika, umemsusia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakuangalia kwa sababu anakupenda, kwa sababu anakutaka. Analiweka hili neno kwenye mioyo yetu. Anasema zungumza na watu, waambie kwa habari ya maneno ya laana, waambie kwa habari ya madhabahu mbaya za miungu mingine waliotamkiwa, waambie kwa sababu unataka niwasaidie. Amen. Neno la Mungu linasema Mungu anamtokea Balaamu kwenye madhabahu.
ile ambayo imeandaliwa wana wa Israeli walaaniwe. Anamwambia huwezi kuwalaani hawa watu, maana mimi nimewabariki. Amen. Hii sadaka iliyowekwa hapa inasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akatia neno katika kinywa chake Balaamu, akasema, umrudie Balaki ukaseme maneno haya. Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema, akatunga mithali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka milima mashariki. Njoo unilaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. Ile sadaka ilibandikwa hayo maneno. Unaposimama kwenye ile sadaka, unasikia maneno ya laana, unasikia maombi yalobeba laana, unasikia maneno ya makufuru, unasikia maneno ya matukano. Kuna watu wametoa sadaka kwenye miungu yao. Kuna watu wamesafiri, wameenda kwenye vijiji vyao. Walipofika vijijini, wakaingia kwenye migomba, wakaingia kwenye mashamba, wakachimba mashimo, wakaliita jina lako kule, alafu akakuzika. Lakini wewe umekaa kwenye saa ya maombi, unamuomba Mungu, na muda huu Mungu ameenda kwenye hizo madhabahu, anasema nimeona sadaka, na hii sadaka ina maneno, inasema njoo nilaanie Krista, njoo umuondoe Krista, njoo umfukuze. Mungu amesimama kwa sababu anasema Krista nimembariki, hakuna atakaye mlaani. Amen. Ndio maana Mungu ametuita leo tufute maneno ya laana. Amen. Mtu wa Mungu, wako makuhani ambao wanasimama wakimwamini Mungu, lakini walisimama kwenye madhabahu wakatamka maneno ya laana. Mungu amesikia ya kwamba mwezi wa 12 huu, mtu wa Mungu, mwezi huu wa pili, samani sio 12, mwaka wakati unaanza, ulimruhusu atembee na wewe kwenye mwaka. Mtu wa Mungu, Mungu ameona uliponyunyizia damu ya Yesu kwenye malango, ameiona damu, ile damu inanena mema. Mungu amenena, anasema futa maneno ya laana kwenye maisha yenu ili niwasaidie. Mungu anamtokea Balaamu. Balaamu alikuwa ni mganga, mtu wa Mungu, alikuwa ni kinyume na Mungu, lakini Mungu alienda. Maanake nini, mtu wa Mungu? Mungu ataenda mahali popote. Amen. Kwa ajili ya kukutoa. Amen. Mungu atashuka hadi kwa waganga kwa ajili ya kukutoa. Amen. Mungu ataenda mpaka kwenye makaburi waliokuzika ili akutoe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaomba hapa leo, mtu wa Mungu. Tutaomba ndani ya mwezi wa pili huu, mtu wa Mungu. Nakumbuka mwezi wa pili, mtu wa Mungu, tunakutana kwenye chumba cha maombi cha faragha. Mtu wa Mungu, tunakutana kuomba. Amen. Mtu wa Mungu, maombi ni ufunguo. Amen. Hakuna aliyeomba Mungu akanyamaza. Amen. Neno la Mungu linasema kama yupo mtu duniani anaomba, basi ujue yupo Mungu mbinguni anasikia. Amen. Kama hujajiunga kwenye lile group la kukutana la chumba cha maombi cha faragha, hakikisha mtu wa Mungu unaingia. Amen. Maana mwezi huu tutakutana. Amen. Neno ni moja, maombi ni moja. Amen. Kila madhabahu za kipepo, madhabahu za kiganga, madhabahu za watu wabaya waliochukua jina langu wakatamka laana ili nikataliwe, ili nisionekane, ili nisipendwe, ili niachike, ili nisiolewe, ili nisikubalike, ili nisimiliki na kutawala, tunavunja hizo madhabahu. Amen. Mtu wa Mungu, utamwona Mungu akikutokea. Amen. Akikwambia nimeenda, na kwambia siku ya kutano hilo, mtu wa Mungu, na kwambia kitu ambacho Mungu amenionyesha. Amen. Mungu amepanga kutikisa misingi ya familia zetu. Amen. Na kwambia tutatoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Mungu akamtokea Balaamu. Mungu akasogea akasema, hizi sadaka zimejaa maneno ya laana, na hizi sadaka zinasema njoo unilaanie wana wa Israeli, njoo uwaondoe, unishutumie wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma kwenye Isaya 54 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Alafu neno la Mungu linasema hivi, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumiwa kuwa mkosa. Maanake nini? Ulimi unatamka maneno ya laana. Ulimi unatamka maneno ya hukumu. Maneno ya hukumu maanake ni maneno ya mashtaka. Wapo watu wamekutamkia mashtaka ya uongo, na tangu wamekutamkia hayo mashtaka yamekufunga. Leo upo kifungoni kwa ajili ya maneno ambayo kuyafanya.
usiku wa leo unatoka mtu. Amen. Nyosha mikono yako, mshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya fadhili zako na rehema zako nyingi za ajabu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno la wakati ambalo umeliachilia kwetu kwa majira kama haya. Asante Mungu mtakatifu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Ninasema asante. Ninasema asante kwa ajili ya wema wako. Kwa ajili ya wema wako. Ninasema asante. Ninasema asante kwa ajili ya hili neno. Kwa ajili ya hili neno ambalo umeniachilia ndani ya mwezi huu. Ndani ya mwezi huu. Na ndani ya siku hii. Na ndani ya siku hii. Umepanga kunifungua. Umepanga kunisaidia. Nami usiku wa leo nasimama mbele zako na damu ya Yesu Kristo. Naachilia damu ya Yesu kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu juu yangu mimi, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo wa miguu yangu. Damu ya Yesu futa kila neno nililotamkiwa kwenye maisha yangu, maneno ya laana niliyotamkiwa, yakanifunga, yakanihukumu, yakaniumiza. Kila maneno niliyotamkiwa ninayafuta sasa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninayafuta maneno yote ya laana niliyotamkiwa, na yakanifunga, na yakanifunga, na yakaniondoa kwenye nafasi yangu. Nayafuta maneno, nayafuta maneno, nayafuta maneno yote mabaya, maneno yote ya hukumu, maneno yote ya laana, maneno ya mikosi, maneno ya matatizo, maneno ya uongo, maneno ya mashutumu. Rekomanda kabade. Mtu wa Mungu, nenda mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako na damu ya Yesu. Ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, nikifuta kila maneno niliyonenewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafuta kila maneno ya laana niliyonenewa, kila maneno ya kufuru, kila maneno ya matukano. Ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninayabatilisha maneno kwa ulimwengu wa roho. Ninafuta maneno kwa damu ya Yesu Kristo. Natamka hayo maneno hayatakuwa. Natamka hayo maneno hayatakuwa. Natamka hayo maneno hayatafanikiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafuta kila maneno ya uharibifu. Ninafuta kila maneno ya makufuru. Ninafuta kila maneno ya matatizo. Ninafuta kila maneno ya mapooza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafuta kila maneno yaliyotamkwa kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ile inayonena mema. Ninaachilia damu ya Yesu ikanene mema kwenye maisha yangu kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Ninafuta kila maneno ya laana yaliyonenwa kwenye madhabahu za kipepo. Ninafuta kwa damu ya Yesu kila maneno yaliyonenwa na makuhani. Ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninaruhusu damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite sasa. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, damu ile ya mwanakondoo ambayo kwayo tulipata ushindi wetu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Ninafuta kila maneno ya laana, kila maneno ya mapepo, kila maneno ya wakuu wa madhabahu yaliyonenwa kinyume nami, yaliyosimama kama zuio. Ninaondoa hilo zuio kwa damu ya Yesu. Ninafuta hayo mashtaka kwa damu ya Yesu. Ninafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Kila maneno yaliyonifunga ninayafuta kwa damu ya Yesu. Kila maneno yaliyonizuia ninayafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta sasa, nafuta sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwenye maisha yako, damu ya Yesu kwenye hatua zangu. Ninafuta kila maneno niliyonenewa na yakanifunga hatua zangu zisonge mbele. Nafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta, 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 nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta, nafuta kwa damu ya Yesu maneno yote niliyonenewa na yakanifunga mikono yangu. Ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninayafuta kwenye ulimwengu wa roho. Nafuta, nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, leo hii ninajipukuta kila maneno niliyotamkiwa kwenye maisha yangu, maneno ya laana, maneno ya mikosi, maneno ya balaa, maneno ya matatizo, maneno ya uongo, maneno ya mauti. Ninajipukuta
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila maneno yaliyonenwa na waganga, kila maneno yaliyonenwa na wachawi, kila maneno yaliyonenwa na makuhani juu ya madhabahu, kwenye bahari, kwenye makaburi, kwenye mashimo, hayo maneno ninayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila maneno ya laana yaliyonifunga kwenye maisha yangu ninayafuta sasa, najipokota kwenye mikono yangu, najipokota kwenye hatua zangu, najipokota kwenye maisha yangu, kila maneno niliyojitamkia mimi mwenyewe na yakanifunga, leo hii ninajipokota kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nafunguka sasa, nafunguka sasa, nafunguka sasa, kila kifungo cha maneno katika toka kwangu, kila kifungo cha maneno ya laana kilichonifunga katika sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika toka kwenye maisha yangu, toka kwenye familia yangu, kila nguvu za giza, kila nguvu za giza, kila nguvu za mapepo, kila nguvu za majini, nafuatilia hayo maneno ili kuyatimiza kwenye maisha yangu, ninyi mapepo, toka sasa, toka majini, toka wachawi, toka waganga na maneno yangu, kwa jina la Yesu. Haya, mtu wa Mungu, kemea, tuna dakika chache. Baba, katika jina la Yesu ninajipukuta kila maneno mabaya yaliyonemewa, ninajipukuta kwenye mwili wangu, ninajipukuta kwenye maisha yangu, kila maneno mabaya niliyonemewa na yakaninasa na yakanidanda kwenye mwili wangu, ninajipukuta kwa damu ya Yesu, ninajipukuta kwa damu ya Yesu, ninajitakasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninajiosha kwa damu ya Yesu, ninavua hayo mavazi yenye maneno, ninavua hayo maneno, najipukuta kwa damu ya Yesu, najipukuta kwa damu ya Yesu, najipukuta. Haya, mtu wa Mungu, nyanyua mikono yako nikombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako kwa damu ya Yesu, tumenyoosha mikono yetu. Mungu mwaminifu, tunajipukuta kila maneno mabaya, maneno ya makufuru, maneno ya matukano, maneno yaliyotufunga, tunajipukuta mimi na watoto wako, yote atoke sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila kamba za maneno ya laana yaliyowafunga watoto wako, ninakata hizo kamba sasa, ninakata hizo kamba sasa. Kila maneno ya laana ambayo ni ugonjwa yalipotamka, yaliwanasa watoto wako tangu siku yao wanaumwa, tangu siku yao walinyauka, ninayaondoa sasa kwenye nyumba zao, kwenye maisha yao, kwenye miji yao, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nayaangusha hayo maneno, nayaondoa hayo maneno, ninayaondoa hayo maneno kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninatamka kila aliyesikiliza maombi haya amefunguliwa kuanzia sasa, amefunguliwa kuanzia sasa, amefunguliwa kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mtu wa Mungu, shika sadaka yako. Baba, asante kwa ajili ya hizi sadaka. Mungu, tunaziachilia kwenye madhabahu. Mungu, tunaachilia maneno yetu, maneno mazuri, maneno ya baraka. Hizi sadaka Mungu zikaachilie baraka kwenye njia zetu, zikaachilie baraka kwenye maisha yetu. Na kwa sadaka hizi ninaamuru kila maneno mabaya yakafutike kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Kama ambavyo Mungu ulitokea kwenye madhabahu ya kina Balaam na kina Balaki, na ukaona ile sadaka na ukasikia yale maneno, Mungu, angalia hii sadaka ambayo tunaachilia kwenye madhabahu yako, na uipokee na uitakabari kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202, 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, sema sala hii, sema: Bwana Yesu, usiku wa leo futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nikutegemee na nikutumikie kwa uaminifu hadi nitakapokufa, kwa jina la Yesu, amen. Mtu wa Mungu, utatutumia jina lako kwenye namba 0655188869, 0655188869. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Lakini pia ninakukaribisha kwenye maombi yetu ya chumba cha maombi cha Faraga. Join kwenye magrupu yetu, fuatilia utaratibu ili ujue namna gani tunaweza tukakutana na kuomba na Mungu
Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.